Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Katika walimu ambao wamemfundisha mama yetu, dada yetu Ummu Laila, miongoni mwa hao ni mimi. Kuanzia mwaka 2010-11 takriban. Na ni ukhti ambaye tunamfahamu, alikuwa ni ukhti anayependa sana sunna na kuzifanyia kazi sunna. Tunamfahamu kwa hilo. Na ni ukhti ambaye alikuwa akijibidiisha kwenye masala ya ta'alluman wa ta'liman, kusoma na kusomesha. Mpaka jana mwisho ametoka darasani jana usiku. Kwa hiyo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri sana na sifa zake zilizokuwa juu, amtaqabbal dada yetu huyu na amuinue daraja lake fil mahdiyina, na tusamehe sisi na yeye wa jamii muslimina. Hakuna chochote ambacho sijawahi kukiona, ambacho sijawahi kuoneshwa, nimeoneshwa kwenye kisimamo changu hiki. Alipokuwa akiswali salatul kusufu, akaoneshwa pepo na vilivyomo ndani yake, akaoneshwa moto na vilivyomo ndani yake. Baada ya sala akawaambia Waislamu, hakuna kitu ambacho sijaoneshwa illa nimekiona katika maqamu yangu hii, hatta aljannata wan nar, mpaka pepo na moto. Manake ameiona pepo na ameuona moto. Kisha akasema, walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum, na kwa hakika nimefunuliwa kwa njia ya wahi ya kwamba nyinyi mtatahiniwa katika makaburi yenu. Hii ni mahali shahidi kwamba kila mmoja katika sisi atakwenda kwenye shimo lake, na kila mmoja katika sisi ataulizwa. Ambaye hataulizwa ni aliyekufa fil jihad fi sabilillah, aliyekufa katika kuipambania dini katika wajihi wake wa kisharia, akauawa kwenye vita ambavyo vimelenga kulinyanyua neno la Allah liwe juu, la ilaha illa Allah, akauawa. Huyu hana maswali kwenye kaburi, hana maswali huyu kwenye kaburi. Asiyekuwa huyu ameingia katika haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimefunuliwa annakum tuftanuna fi quburikum, ya kwamba nyinyi mtatahiniwa katika makaburi yenu, mtaulizwa maswali mithla au qariban min fitnati al-masih ad-dajjal. Mtihani mtakaopata kwenye makaburi yenu unafanana au unakaribiana na mtihani wa Masih ad-Dajjal. Masih ad-Dajjal, hakuna mtihani mkubwa kwa walimwengu kama mtihani wa Masih ad-Dajjal. Na ndio maana hakuna mtume ila alitahadharisha umma wake kutokamana na Masih ad-Dajjal. Ametahadharisha Musa, ametahadharisha Isa, ametahadharisha Yunus ibn Matta, wametahadharisha mitume wa Allah na manabii, watahadharisha watu wao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwambia, mkisali muombeni Allah awakinge na manne. Katika hayo muombe Allah awakinge na Masih ad-Dajjal. Ndio maana ikawa ni wajibu kama walivyosema baada ahlul ilm, kabla ya kutoa salamu umuombe Allah akukinge na manne. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-masih ad-dajjal wa min fitnati al-mahya wal mamat. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam akasema mtihani wa kwenye makaburi unalingana au unakaribiana na mtihani wa Masih ad-Dajjal, kwa maana wachache watakaonusurika, wengi watakwenda kombo, wengi watakwenda upogo, wengi hawatonadi saada, hawatofaulu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yu'ta ahadukum fayuqalu lahu,
atajiliwa mmoja wenu ataulizwa na malaika wawili, Munkar wa Nakir, weusi kushinda cheusi ulichowahi kukiona, wanatisha kuliko ambacho kimewahi kukutisha au kile ambacho uliwahi kukisikia. Macho yao yametoka kwenye rangi ya kawaida yanakwenda kwenye rangi ya ubuluu. Sauti yao ni kali kushinda sauti ya radi. Hawa watamjia mmoja wetu kwenye kaburi lake, watamkalisha kitako, kisha watamuuliza maswali. Katika maswali yaliyokuja katika hadithi hii ya Imam al-Bukhari kutoka kwa Asma, ataulizwa mmoja wetu, ma ilmuka bihadha ar-rajuli, una ilmu gani na huyu bwana? Alafu utajibu ni bwana gani unauliziwa habari zake. Unapimwa, unakaguliwa, unatahiniwa. Ma ilmuka bihadha ar-rajuli, una ilmu gani kwa bwana huyu? Anasema Asma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, fa amma al-mu'min au al-muqin, ama mu'min au yule aliyekuwa na yaqini. Ana shaka mpokezi wa hadithi kwamba Mtume alisema mu'min au alisema muqin. Fayaqul, atasema Muhammadun Rasulullah, huyo ni Muhammadi mtume wa Allah. Ja'ana bil bayyinati wal huda, ametujia Muhammad huyo bil bayyinati, kwa aya na ishara za wazi wazi, wal huda, na ilmu yenye manufaa. Nasema ilmu ndio al-huda, maana yake al-ilmu an-nafi'. Ametujia bil bayyinat, kwa aya na ishara za wazi wazi zenye kujulisha juu ya utukufu wa Allah na upweke wake na kustahiki kwake kuabudiwa peke yake subhanahu wa ta'ala. Wal huda, ametujia huyu na ilmu yenye manufaa, elimu ya dini ambayo mama yetu, dada yetu, kwa kiasi kikubwa alikuwa akishughulika nayo.